Katika kuwakumbuka wahanga wa shambulio la Oktoba 7 lililofanywa na kundi la Hamas dhidi ya Israel, bunge la Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu wanakaa kimya kwa dakika moja ili kuonyesha kuguswa na janga hilo. Wakati huu ni wakati ambapo wabunge wa Umoja wa Ulaya wanakaa kimya kwa dakika moja, na lengo ni kuwakumbuka wahanga wa shambulio hili ambalo lilifanywa na kundi la Hamas dhidi ya Israel, huku rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen baadaye akiapa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Von der Leyen amekosoa kile alichokitaja kama ongezeko la kutisha la chuki dhidi ya Wayahudi barani Ulaya wakati alipohudhuria hafla ya kumbukumbu ya shambulio la Oktoba 7 iliyofanyika mjini Brussels. Amesema chuki dhidi ya Wayahudi ni tishio kwa demokrasia na kufananisha chuki hiyo kama saratani inayotishia misingi ya Umoja wa Ulaya. Kulingana na takwimu za shirika la habari la AFP, shambulio la Hamas katika ardhi ya Israel lilisababisha vifo vya watu 1205, wengi wao wakiwa raia. Maadhimisho ya kumbukumbu ya shambulio la Oktoba 7 yamefanyika wakati Israel inaendelea na operesheni ya kijeshi katika ukanda wa Gaza, na kwa upande mwingine jeshi la nchi hiyo linapambana na kundi la Hezbollah la Lebanon. Hata hivyo, Wayahudi katika Ulaya bado wanakabiliwa na viwango vya juu vya chuki, usawa, ubaguzi wa rangi, chuki, uhalifu na makabila, dini na imani. Wayahudi wa jadi mtaani katika Ulaya wamekuwa wakibaguliwa. Hata hivyo, kuchukiwa kwa Wayahudi kunaendelea katika Umoja wa Ulaya na kuathiri Wayahudi mtandaoni na nje ya mtandao. Wasiwasi juu ya usalama na uzoefu wa mara kwa mara wa unyanyasaji huwalazimisha wengi kuficha utambulisho wao kwamba wao ni Wayahudi kutoka nchini Israel. Maarifa haya ya kutisha yanatoka katika uchunguzi wa hivi punde zaidi wa shirika la Umoja wa Ulaya la haki ya msingi FRA. Umoja wa Ulaya na baadhi ya mataifa wanachama wake wameweka hatua na mipango kukabiliana na chuki dhidi ya Wayahudi. Nchi za EU zinahitaji kuendeleza juhudi hizi ili kuhakikisha Wayahudi wanaweza kuishi maisha yao kwa heshima bila chuki na woga. Hili ni muhimu hasa kutokana na athari ambazo mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati umekuwa nao kwa jamii za Wayahudi barani Ulaya. Utafiti wa tatu wa FRA kuhusu baguzi na uhalifu wa chuki dhidi ya Wayahudi katika Umoja wa Ulaya unafichua uzoefu wa mitazamo yao ya chuki dhidi ya Wayahudi na unaonyesha vikwazo wanavyokumbana navyo katika kuishi maisha ya wazi ya Kiyahudi. Utafiti huu unatanguliza shambulio la Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 na majibu ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Lakini ripoti hiyo inajumuisha taarifa kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi zilizokusanywa kutoka kwa mashirika 12 ya jumuiya ya Kiyahudi hivi karibuni. Watu wa Kiyahudi wamekumbwa na visa vingi vya chuki tangu Oktoba 2023, huku mashirika mengine yakiripoti ongezeko la zaidi ya 400%. Matokeo ya uchunguzi yanaashiria kwamba kuongezeka kwa chuki ni kwa 80% kwa wale waliohojiwa wanahisi kuwa chuki imeongezeka katika nchi yao katika miaka 5 kabla ya utafiti. Viwango vya juu vya chuki dhidi ya Wayahudi mtandaoni ni kwa 90% ya waliojibu walikumbana na chuki mtandaoni mwaka uliopita kabla ya utafiti. Kuchukia Wayahudi katika nyanja ya umma, lakini katika mwaka mmoja kabla ya utafiti ni 56% waliohojiwa walikumbana na chuki ya nje ya mtandao kutoka kwa watu wanaowajua na 51% kwenye vyombo vya habari. Kadhalika, unyanyasaji ni kwa 37%. Wanasema walinyanyaswa kwa sababu wao ni Wayahudi mwaka mmoja kabla ya utafiti. Wengi wao walipata unyanyasaji mara kadhaa. Unyanyasaji dhidi ya Wayahudi mara nyingi hufanyika katika mitaa, bustani au maduka. Masuala ya usalama ni kwamba kwenye usalama mashirika mengi yanaendelea kuhangaika na usalama wao ni kwa 53% na familia zao 60%. Kwa miaka mingi utafiti wa FRA umeonyesha kuwa chuki dhidi ya Wayahudi inaelekea kuongezeka wakati wa mvutano katika Mashariki ya Kati. Ufuatiliaji na ufadhili wa kutosha wa mikakati na mipango ya utekelezaji wa kupinga Wayahudi. Hii ni pamoja na kupitisha mipango katika nchi za Umoja wa Ulaya ambazo hazipaswi kufanya hivyo na kuandaa viashiria vya ufuatiliaji maendeleo. Kulingana na usalama wa jumuiya za Kiyahudi, nchi zinahitaji kuwekeza zaidi katika kulinda Wayahudi, kufanya kazi kwa karibu na jumuiya zilizoathirika kukabiliana na chuki mtandaoni. Mitandao inahitaji kushughulikia
kuzuia na kuondoa maudhui ya chuki mtandaoni ili kuzingatia sheria ya huduma ya kidigitali ya Umoja wa Ulaya. Pia wanahitaji kuchunguza vema na kushtaki maudhui haramu ya antisemitic mtandaoni, kuhimiza kuripoti na kuboresha pamoja na kurekodi chuki dhidi ya Wayahudi, ambapo mamlaka zinapaswa kuongeza juhudi za uelewa wa haki miongoni mwa Wayahudi, kuwahimiza kuripoti matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi na kuboresha kurekodi matukio kama hayo. Utumiaji mkubwa wa ripoti za watu wengine na bila majina unaweza kusaidia utafiti huo, na utahusu nchi kama vile Australia, Ubelgiji, Jamhuri ya Czech, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Hungary, Italia, Uholanzi, Poland, Romania, Uhispania na Uswidi, ambapo karibu 96% ya idadi ya Wayahudi wanaokadiriwa wa Umoja wa Ulaya wanaishi huko. Takribani Wayahudi 8,000 walio na umri wa chini ya miaka 16 au zaidi walishiriki katika utafiti wa mtandaoni kuanzia Januari hadi Juni mwaka 2023. Huu ni uchunguzi wa tatu wa aina yake, ukifuata ule wa mwaka 2013 na ule wa mwaka 2018. Nukuu kutoka kwa mkurugenzi wa FRA Sirpa Rauchio anasema, Ulaya inashuhudia wimbi la chuki dhidi ya Wayahudi ambao kwa sehemu linachochewa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Hii inapunguza sana uwezo wa Wayahudi kuishi kwa usalama na kwa heshima. Tunahitaji kuendeleza sheria na mikakati iliyopo ya kulinda jamii dhidi ya aina zote za chuki na kutovumiliana mtandaoni na nje ya mtandao. Katika jamii inayozidi kuwa na mgawanyiko, tunahitaji haraka kueneza ujumbe wa uvumilivu na kuhakikisha heshima za haki za msingi na uhuru wa wote. Mtazamaji, na unao nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.